Batem 23 ile. Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zile za mashariki. Tunakuletea habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Juni 12 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Nini tumekuandalia leo? Kwa yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Bintou Keita, ametembelea mji wa Goma unaoikaliwa na M23 wa FCRDF, jeshi la Rwanda. Kulikoni? Na katika maeneo mengine ni kwamba RDF, jeshi la Rwanda, AFC kama vile M23 tayari wameweka mashua ya vita kwenye ziwa Edward kwa tishio la kushambulia maeneo ya Beni, Butembo na Bunia. Ndugu mtazamaji, hayo ni machache. Tunakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbiu ambayo ni wewe ambao bado hujasubscribe yaani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare yaani kupartage kwa ndugu, jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hivi na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Naam, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kama tulivyozungumza kwenye muktasari ni kwamba mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Bintou Keita, aliwasili katika mji wa Goma, maskani ya mkoa wa Kivu Kaskazini ambayo inaikaliwa kimabavu na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Huyo aliwasili siku ya Jumatano ya tarehe Juni 11. Mazumuni ya ziara yake, licha ya kwamba hijafichuliwa kama ipaswavyo, lakini fununu zilioko zinasema kuwasili kwake katika mji huo wa Goma ni kutaka kuonyesha wanaomiliki mji huo kwamba nini iliyo majukumu ya tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, ambayo shabaha ni kukinga raia na mali yake, aswa kuweza kuhudumia usalama maeneo ambayo wanapatikana. Kuwasili kwa Bibi Bintou Keita katika mji wa Goma umeweza kuzua maoni mseto, haswa ikifahamika wazi kwamba Rais mstaafu Joseph Kabila pia anapatikana maeneo hayo, na vile vile kuna baadhi ya ujumbe unaowasili katika mji huo kwa ajili ya kukutana na wakuu viongozi wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Kutokana na agenda ya kuwasili kwake Bibi Bintou Keita, kufikia sasa habari rasmi hazijadokezwa, lakini fununu zasema huenda atakutana na wakuu viongozi wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC na mipangilio mingine, huku wengine wakifikiria labda ana ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama vile ujumbe wa serikali ya Marekani inayoongozwa na Donald Trump kuhusiana na kikao kinachotarajiwa kufanyika huko Washington DC, itakachowakutanisha ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile serikali ya Rwanda na M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile inavyosubiriwa mazungumzo ya Doha ambayo hayakufua dafu na isifahamike nini kitaweza kutokea huko Washington DC. Lakini tukumbushe hapa kwamba serikali ya Marekani inashirikiza nchi ya Rwanda kuondoa askari wake wanaopatikana kwenye ardhi ya Kongo. Hivi tuache majira muda kuona nini kitatokea baadaye. Ikiwa hayo yanashuhudiwa katika maeneo ya mji wa Goma, maeneo ambako ndiko aliwasili mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Bintou Keita. Upande mwingine ni habari zinazozungumzia kuhusu M23 RDF, jeshi la Rwanda, kuweka mashua ya vita kwenye ziwa Edward, na hiyo kwa malengo ambayo kufikia sasa yangali bado ya giza. Batem 23 ile.
hazishikana mumazi gali yulu Motere hazishikana mumazi. Kuhusiana na hali hiyo, Bwana Aime Mukandambusa ambaye ni mmoja miongoni mwa majumbe wa maeneo ya Ruchuru aliweza kusikitika. Akiwa na dukuduku, alikuwa na haya ya kusema, akitoa ujumbe kwa serikali kuu ya Kinshasa kwa namna hii. Tangu jana siku ya 3 tarehe 11 mwezi wa 6, arme ya M23 terrorist waliweza kuinstale bateau de guerre kwenye ziwa Lac Edouard pale Vichumbi. Na ni kusema hivi, Lac Edouard iko partie intégrante ya Parc National de Virunga. Ingekuwa ICCN inakuwa ya kwanza kualerte, me tunashangaa wameweka bateau de guerre pale, na hiyo bateau de guerre inaonyesha kama M23 iko na intention ya kuatake ma cité sawa vile kia Vinyonge, Kasindi Port pour atteindre Kasindi frontière. Na wakikamata hiyo maeneo ni kusema vile ya Butembo, vile ya Beni, hata Bunia na imekuwa adanje. Wakati walikamata mbele wakamate Goma, walianza kamata Minova kuetufe Goma, na hiyo tunaletewa autorité militaire waweze kufanya nguvu chini, waone gisi ya kurenforcer marine congolaise ku Lac Edouard, na vile vile waweze kurenforcer ma position militaire kubore ya Lac Edouard sawa vile Musenda, Kisaka, Kia Vinyonge na vile vile Kasindi Port. Na tunalerte tena tukisema kama kuna watu fulani wa ICCN, wa aja wa ICCN ambao wanakuwa na collaboration na wa terroriste wa M23. Kama vile leo Nyakakoma wameovalisha wa M23 matenia wa Ecogarde na njoo wenye wanachunga Nyakakoma. Hiyo yote ni mambo yenye inaonyesha waziwazi kama kuna watu ndani ya shirika la ICCN ambao wana collaborate na enemy. M23 imedetruire Parc National ya Virunga tangu miaka 4 hivi, lakini watu wa ICCN hawadenonse. Hiyo kutodenonse ndio inaacha tunadute kama kuna watu fulani kwenye shirika la ICCN ambao wana collaborate na enemy. Asante sana, mimi ni Bwana Mbusa Mukanda Aime nikiwa notable Paruchuru. Basi ni kupitia maseme yake Bwana Aime Mukandambusa ndiyo tumeweza kuhitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Usisahau bila shaka kusubscribe, kujiabone wewe ambao bado hujafanya hivyo. Usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hiyo itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi hapo tutakapo kuchana tena hewani, acha nikuage nikisema asante kwa kuandamana nasi.